Yes, mambo vipi? Hii ni Sauti ya Mamlaka kutoka Mall Online TV. Na hii ni M Update. And today tuko kimichezo zaidi. Yes, leo tumeshuhudia mchezo wa ligi kuu Tanzania bara. Baada ya Namungo FC kumkaribisha Simba. Yes, na mchezo wa leo umefanyika kwenye uwanja wa Majaliwa Stadium na Namungo akiwa ni mwenyeji wa mchezo na ameweza kupoteza kwa goli 3 na yakibatika kupata goli moja. Yes, mchezo ulianza kwa kasi kwa Simba kutangulia goli dakika 12 kwa Ribasa Geye. Akaja kupiga tena goli la pili Ola dakika 25, lakini Namungo aliweza kujibu mashambulizi dakika ya 34 ya mchezo kwa penalti ya Hetia Makambo na first half kumalizika kwa 2-1. Yes, second half Simba kaenda kupata goli la 3 kwa Elie Mpanzu na kumaliza ushindi wa goli 3. Paka sasa hivi mbio za ubingwa zinazidi kupamba moto. Ikumbukwe Young African anaongoza ligi akiwa na pointi 47, Simba akifuatia akiwa na pointi 42 na Azam FC akiwa wa 3 akiwa na pointi 37, Singida akiwa wa 4 akiwa na pointi 29. Yes, mbio za ubingwa zimekuwa zimepamba moto. Ikumbuke kuwa dabi ya Kariakoo ipo karibu. Yes, tarehe 3 mwezi wa 5 tutashuhudia dabi ya Kariakoo. Safari hii Simba akiwa ni mwenyeji wa mchezo. Utakuwa ni mchezo wa aina yake. Ikumbuke kuwa Yanga anaongoza kwa tofauti ya pointi 5. Ikitokea dabi ya Kariakoo akishinda yeye, basi atakuwa na tofauti ya pointi 8. Simba pia anahitaji mchezo kushinda kupunguza pengo la pointi 5 mpaka kuwa 2. Utakuwa ni mchezo wa aina yake. Kumbuka pia dabi ya Kariakoo ni dabi kubwa Afrika, ni dabi ya 5. Naam, hii ni dabi ya 5. Ni mchezo ambao unaangaliwa na mashabiki wengi Afrika pamoja na dunia nzima. Yes, wanaotazama mchezo wa dabi ya Kariakoo. Dabi ya Kariakoo itaenda kutoa ule mwanga wa nani atakuwa bingwa, kwa sababu kama Yanga atashinda basi atakuwa amejihakikishia ubingwa 100%, na kama Simba atapunguza lile pengo la pointi 5 mpaka kwa 2, basi ubingwa utakuwa bado 50-50. Paka sasa hivi kwenye asilimia za ubingwa Yanga tunampa 60%, Simba akiwa na 40%. Kwa mchezo wa dabi ya Kariakoo huo ndio utaenda kuzungumza kwamba nani atachukua ubingwa. Kumbuka tukiwa tunaelekea dabi ya Kariakoo, Simba leo baada ya kushinda 3-1, Yanga pia alitoka kushinda goli 6. Hizo ni salamu kuelekea dabi ya Kariakoo kwamba tunakuja, na Simba nayo akazijibu. Yanga alishinda 6-0 akimpiga Mbeya City. Magoli 5 yakipatikana first half. Angalia hii. Mtu anapigwa goli 5 first half. Utakuwa ni mchezo wa aina yake. Kumbuka mchezo wa kwanza uliisha kwa 0-0, ulifanyika kwenye uwanja wa Aman Stadium Zanzibar kule. Nyavu zote za upande wa huku hazikutikisika. Hii awamu ya pili, je, utakuwa ni mchezo wa aina gani? Utakuwa ni mchezo wa aina yake, kwa sababu kila timu inataka kuchukua ubingwa. Yanga akitaka ubingwa, Simba naye akitaka ubingwa, mara hajachukua kitambo, ana hamu ya ubingwa, na Yanga akaendeleza ile furaha kuendelea kuchukua ubingwa. Basi hii ni M Update kutoka hapa Mall Online TV. Cha muhimu usisahau kusubscribe, kulike na comment.